Ni muda sasa toka tulizungumza na Watanzania, lakini pia tuliwasilisha mapendekezo yetu maeneo kadhaa kuhusiana na swala la mwafaka kuelekea kwenye uchaguzi. Bado tunaamini kabisa kwamba njia pekee ya kuweza kwenda kwenye uchaguzi wetu na kufanya katika mazingira ambayo sehemu kubwa ya Watanzania wataridhika ni kwenda kwenye maridhiano. Katika michakato hii kuna swala la kisheria, lakini kuna swala kingine linaloitwa legitimacy, kupata ile dhamana, kupata ile kukubalika kwa umma. Ni jambo la msingi sana kuliko hata mchakato wa kisheria. Huenda kama taifa kisheria tukawa tuko sahihi kwamba uchaguzi upo, aliyeshindwa kusaini kisheria yuko nje, mwenye malalamiko yake yuko nje na mambo kama hayo. Lakini legitimacy ya uchaguzi, uhalali wa uchaguzi nje ya utaratibu wa kisheria ni muhimu sana kuliko hata katika michakato ya kisheria, kwa sababu unaweza kufuata mchakato wa kisheria lakini ikanyima uhalali wa kijamii. Na ndio maana sisi tunadhani na sisi tunaamini kabisa kwamba uongozi wetu, na tunashauri viongozi wetu wote wa sasa waone kwamba hoja zetu tunazotoa kuelekea kwenye uchaguzi ni hoja za msingi sana. Tunasema hivyo kwa sababu gani? Tunataka tuone viongozi wetu wanakuwa na utulivu, wanakuwa na amani wakati wa kuendesha nchi baada ya uchaguzi. Hakuna kitu kibaya kama kwa mfano kiongozi yuko kwenye taasisi fulani, kiongozi wa taasisi fulani, alafu manunguniko yanakuwa ni mengi. Unakuwa taasisi kwa mfano kiongozi wa Yanga au kiongozi wa Simba, alafu ndani mle kuna mivutano mingi sana. Uongozi wako hautakuwa na utulivu, hautaupenda uongozi wako. Na ndio maana sisi tunasisitiza viongozi wetu wasiangalie tu kushinda uchaguzi au kupita kilaini kwenye uchaguzi. Waangalie matokeo ya hayo ni yapi katika uongozi wao unaofuata. Kiongozi anapoongoza nchi huku malalamiko yakiwa yanafanywa kazi au yanapungua, yeye mwenyewe atakuwa na amani moyoni, atakuwa na utulivu moyoni. Hilo ndio jambo la msingi, na sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba viongozi wetu wanakuwa viongozi wakiwa na amani moyoni na amani wanapokuwa wanafanya shughuli zao za kawaida za uongozi. Lakini wakati huo huo kiongozi atakuwa na utulivu na amani akiona swala la malalamiko katika sehemu kubwa ya jamii yanafanywa kazi na anayoondoka. Na ndio sisi tunasisitiza wanaolalamika, wenye hoja zao, wasiachwe kusikilizwa mpaka tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu kila siku tunavyokwenda tunakuwa tunaongeza kundi la watu ambao wananungunika. Sasa tunapoongeza kundi la watu wanaonungunika, maana tunawafanya viongozi wetu watakaochaguliwa baada ya uchaguzi wawe na wakati mgumu. Tunashauri sana washauri wa viongozi walione hili kwa faida ya taifa, kwa faida ya viongozi ambao tunataka wawe viongozi wetu baada ya uchaguzi. Sisi kama watu ambao hatuna upande, tunadhani taifa letu ni letu sote. Na siku zote mzazi mzuri ni yule ambaye anasikiliza. Hata kama una watoto wengi na mmoja ndio ana malalamiko, ni vyema ukawaacha hawa wengine kwanza, ukamsikiliza ule mwenye malalamiko. Na ndio maana hata kwenye vitabu vya Biblia walikuwa wanasema viongozi kwamba ni heri ukamtafuta kondoo mmoja aliyepotea kuliko kubaki na wale wengi walionao zizini. Kwa tunachosema ni kwamba maridhiano tuliyoyapendekeza, kuleta watu wadau mbalimbali wakiwemo wanasiasa, sasa za kiraia, viongozi wa dini na wengine, kwa sababu malalamiko sasa hivi tunayoyaona hayapo tu kwa wananchi wa vyama vya siasa,
lakini viko kwa jamii nyingi. Tumeona viongozi wa dini nao wana malalamiko yao na wengine wengi. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tunashauri sana viongozi wetu wakuu wa nchi, lakini tume yetu ya uchaguzi, kwa sababu bado wana nafasi kubwa kwa mujibu wa sheria na katiba. Wao ndio wenye mamlaka ya kusikiliza malalamiko ya wote wenye malalamiko kuhusiana na uchaguzi. Bado tunasisitiza kwamba tume ya uchaguzi iite watu wenye malalamiko, wenye dukuduku zao kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi. Ikae nao, iwasikilize, itolee majibu malalamiko yao, yale ambayo yanaweza kuwezekana, na yale ambayo hayawezekani tuweke utaratibu wa pamoja kama taifa kuelekea kwenye uchaguzi, na mengine yafanyiwe kazi baada ya uchaguzi. Tunachoona sisi kinachokosekana sasa hivi ni utashi wa kukaa pamoja kama taifa. Na huu utashi unatakiwa utoke mahali, utoke kwenye makundi yote. Utoke kwenye viongozi wa serikali, utoke kwenye vyama vya siasa, viongozi wa dini na wananchi wote kwa ujumla. Tuamue kukaa kama taifa. Taifa ni la kwetu wenyewe, sio la mtu mwingine. Tuyajenge mambo yetu wenyewe. Na shauri sana, tuyajenge mambo yetu wenyewe. Hakuna mshindi katika swala hili, na hatutegemei kuona mshindi katika swala hili. Mshindi atakuwa ni taifa letu kwa ujumla. Mshindi katika kuja kwa pamoja na kuzungumza iwe ni ulinzi wa usalama na haki katika taifa letu. Nadhani huo utakuwa ushindi. Tusione kwamba kwa namna moja au nyingine watu wanapolalamika na watu wengine wanapojibu malalamiko kwamba ni mvutano kama ilivyo Simba na Yanga. Hapana. Malalamiko wakati mwingine yanapelekea kujenga taifa pale ambapo yatafanywa kazi. Watu wanaona kwamba tuna changamoto hii, tunapaswa kuifanyia kazi ndio tuende kwenye uchaguzi. Nadhani tunaweza tukakaa, pengine labda changamoto wanazozizungumza, pengine labda upande wa pili wanazifanyia kazi, lakini hakuna taarifa. Hakuna taarifa inayotoka kwa mfano kwa tume kuja kwa wananchi, na taarifa za wananchi na makundi ya kijamii kwenda kwa tume nazo hazionekane kama zinafanywa kazi. Kwa hiyo tunashauri, kazi yetu ni kushauri, na siku zote maneno haya tunayoyasema whether yanakuja kufanywa kazi au hayafanyiwi kazi ni maneno ambayo baadaye kwa mtu yoyote mwenye muungwana na mwenye kulitakia mema taifa hili ataona kwamba tulikuwa tunachosema ni jambo la msingi na hatuna jingine zaidi ya kufanya. Of course tutasema, tutashauri, tutaishia hapa. Lakini haya mambo yanakwenda yakijiongezeka, yanazidi kuwa makubwa, wananchi wanaendelea kunungunika. Kwa mfano sasa hivi tumefika mahala hata viongozi baadhi ya taasisi za dini zinafungiwa kwa kutoa maoni yao, kitu ambacho kimsingi kinakwenda kuongeza zaidi ya makundi ambayo yanalalamikia serikali na taifa kwa ujumla, kitu ambacho si jema kabisa. Kwa ushauri wanatakiwa walione hili kama ni jambo ambalo linapaswa kufanywa kazi. Kwa mfano swala la kanisa la Gwajima, sisi tunashauri kuhusiana na swala la kanisa la Gwajima, watu wenye mamlaka waone kwamba si vyema kuendelea kuwazuia wale wananchi kutokuabudu, kwa sababu ni haki yao kuabudu. Kwa sababu tumeshaona pia barua ya wizara inasema wao hawatambui barua ile. Tumeona pia mahakamani. Sasa tunajiuliza kwa nini watu wanaendelea kuzuiwa kufanya ibada zao. Tunashauri swala la Gwajima pia na lenyewe litatuliwe katika njia ambayo halitaweza kuleta dosari kwa maelfu na mamia ya wale waumini ambao wanategemea kanisa lile kwa ajili ya ibada zao za kawaida za kikatiba kuabudu. Mambo yote yanayotokea kwenye jamii tuweke utaratibu wa kutatua kwa njia ya kuitana. Kwa sababu hata masuala ya kisheria, swala la Gwajima kitaratibu tu za kisheria, kabla ya kufungia taasisi yoyote ile, lazima kuwe kuna nafasi ya kusikilizwa. Lazima kuwe kuna nafasi ya kuitwa, kuambiwa 1 2 3 makosa yako ni haya 1 2 3. Kanisa ni taasisi, imesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Mtu mmoja kiongozi anapozungumza, tunapaswa kutenganisha wakati mwingine mazungumzo ya kiongozi na taasisi. Tulidhani kabisa kwamba taasisi ingeachwa kuendelea kuwa na kazi, na kama kiongozi kuna maneno amesema ambayo yanakwenda kinyume na sheria, basi wangefuata utaratibu mwingine wa namna hiyo. Kwa bado sisi tunashauri viongozi wetu wote wanaohusika, waziri anayehusika na taasisi hizo, kuona umuhimu, sio tatizo
kwa serikali kutoka na kusema kwamba kulikuwa kuna kutokuelewana, mkanganyiko, tunaruhusu viongozi wa dini hili waendelee na ibada zao. Kama kuna mtu mwingine wana changamoto naye, basi waendelee naye. Kwa hiyo kwa ujumla mambo ya maridhiano ni ya muhimu sana wakati huu wa uchaguzi. Ni wakati ambao ni sensitive sana, lakini ni wakati ambao wananchi wana haki yao ya msingi sana ya kuzungumza. Sasa tunapofanya swala hili la watu kuendelea kulalamika, sehemu kubwa ya jamii, kimsingi sehemu kubwa ya jamii, kama walikuwa wajui, sehemu kubwa ya jamii wana malalamiko kuhusiana na uchaguzi. Na ni vyema na ni busara sehemu hiyo ya jamii ikaridhishwa walau kwa kukaa kwa pamoja na kuzungumza na kuchukua walau mambo yao kadhaa. Tumeainisha sisi mambo 10 ambayo yanahitaji kwenda kwenye maridhiano. Nadhani kwenye maridhiano siku zote ni kwenda na kupata na kukosa. Kati ya mambo 10 haya watu wakikaa wakajadiliana, hata 5 yakafanywa kazi, tayari kama taifa tunakuwa tumeliponya kuelekea kwenye uchaguzi. Na tunashauri kabisa tusiache kundi lolote nje katika kuelekea kwenye uchaguzi huu mkuu. Madhara yake tutakuja kuyaona baada ya uchaguzi, makubwa sana. Ni vitu ambavyo wachambuzi lakini washauri wa viongozi wanapaswa walione kwa jicho lingine. Wasiangalie tu kwa jicho kwamba pengine chama fulani kitapata fursa ya kushinda kishindo kwenye uchaguzi na kusahau ule uhalali wa uongozi ambao utapatikana baada ya uchaguzi huu. Ni jambo la msingi sana na ni vyema tukaliona. Na bahati mbaya ni kwamba watu wengi hawalizungumzii katika njia ya kuliponya taifa. Watu wengi wanazungumzia katika njia ya mashindano. Kila anayezungumza anavuta upande wake. Hatujafika mahala tukaona kwamba ni lazima pande zinazovutana zikae ziweke taifa mbele, ziweke maslahi ya taifa mbele, ziweke haki na amani na utulivu wa taifa mbele. Hilo ndio jambo la msingi. Kwa sisi tutaendelea kusema, tunaendelea kushauri. Lakini kama itashindikana ushauri wetu, basi matokeo yake mtakayo kuyaona baadaye, walau sisi tutakuwa tumenawa mikono kwamba ni muhimu kukaa kwa pamoja kama taifa. Ni utamaduni ambao upo duniani kote. Na sisi tumekuwa na utamaduni wa kuhakikisha kwamba panapokuwa kuna mvutano, na Rais Samia alikuja na utamaduni huu mzuri sana kwa kupitia 4R. Kukutana na makundi, kusikiliza. Mimi nadhani bado tunakumbusha 4R zinaweza zikatuvusha vizuri kuelekea kwenye uchaguzi. Kama tutaamua kuziweka chini, kuzitumia ipasavyo. Na tunashukuru kwamba hata hizo 4R kwenye ilani ya CCM, sisi tulipendekeza kwenye ilani yetu ya sasa za kiraia 4R iwe sehemu ya sheria na sera zetu. Na tumeona kwenye ilani ya CCM iliyopitishwa juzi, wameweka kwamba ni eneo ambalo linapaswa kurasimishwa kuwa sehemu ya msingi kabisa. Sasa tuanze kufanyia kwa vitendo hizi 4R. Nia rais kabisa kuwa na 4R ilikuwa ni nzuri sana. Watendaji tuliopo, wasaidizi, tuanze kumsaidia kutekeleza kwa vitendo hizi 4R. Kwa hiyo ushauri wetu bado ni kwamba tusiende kwenye uchaguzi bila kutengeneza maridhiano ya taifa. Huu utakuwa ni wimbo wetu, kwa sababu hatuna njia nyingine ya kuishauri. Na sisi kama wadau wa haki za binadamu tunaamini kabisa kwamba kila mtu ana haki ya kusikilizwa. Mwenye malalamiko yoyote yule katika taifa letu, iwe ni vyama vya siasa, iwe ni vyama vya upinzani, iwe ni chama tawala, iwe ni viongozi vya dini, iwe ni wananchi wa kawaida, mtu yoyote, asasi za kiraia, wote kwa mujibu wa katiba ya taifa Jamhuri ya Muungano wanapaswa kusikilizwa, kwa sababu msingi wa mamlaka tulionayo hapa Tanzania yanatokana na wananchi. Wananchi ndio wanaweka mamlaka zetu madarakani. Kwa hiyo wananchi wanapokuwa na jambo lao, hata kama ni kundi dogo pengine kama wanavyofikiri wao, basi hata hilo kundi dogo linapaswa kusikilizwa. Tusiwapuuze wenye malalamiko, wenye hoja zao za msingi. Badala yake tukae tuyaponye, hata kama na wao wana changamoto zao, tukae kwa pamoja tuwaambie mapungufu yao. Huenda makundi yote yanaweza kuwa na mapungufu. Pinzani wanaweza kuwa na mapungufu yao, wananchi wana mapungufu yao, makundi yana mapungufu yao, viongozi wa dini wana mapungufu, lakini njia sahihi ya kuweza kutatua changamoto hizo ni kuja kwenye meza moja ya pamoja, tukaelezana kwa mapungufu yetu, tukakemeana, lakini tukatoka tukiwa wamoja kuelekea kwenye uchaguzi. Hilo ndio jambo la msingi nadhani tunapenda kusisitiza. Lakini jambo lingine kuhusu kuongeza wigo wa ushiriki wa vijana katika masuala ya siasa. Napenda nizungumze hii, na nilishazungumza pia hapo nyuma kuhusu kuongeza wigo wa
vijana katika uongozi wa taifa. Nilisema, lakini watu walinibeza. Ikiwezekana watu wanaostaafu wasiendelee kuwa madarakani kwenye nyazifa mbalimbali, kwenye uongozi mbalimbali, ili kutoa nafasi ya damu changa vijana kushika nafasi mbalimbali za kiuongozi. Lakini pia nazungumza hili kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi, wanasiasa wapo. Inakuwa pia sio jambo jema. Kwanza nipongeze kwamba sisi wameamua viti maalum viwe na vikomo. Penda mimi nadhani ingetakiwa ianze hapa, lakini wamesema comes 2030 kutakuwa na ukomo wa viti maalum. Sasa mimi nadhani kuna kitu walisahau. Jambo la msingi ambalo pia linapaswa kuangaziwa sio tu kwa upande wa vyama vya siasa, kwa ujumla kama taifa. Tuwe na kwenye sheria za uchaguzi, kwenye katiba yetu, walau mbunge wa kuchaguliwa asizidi vipindi vitatu, yani asizidi miaka 15. Maana yake ni nini? Miaka 15 kuwa mbunge, kama kuna kitu hujaweza kuwafanyia wananchi wako katika jimbo lako, hutaweza kuvifanya tena. Miaka 15 ni mingi sana. Mimi napendekeza kabisa kwamba tuweze kwenda, kama tunashindwa kufanya sasa hivi, basi baada ya uchaguzi huu tutakapokwenda kwenye mchakato wa katiba kama tulivyoahidiwa na vyama vingine ambavyo tayari vimeshatoa ilani, lakini kama tunavyotarajia na kama tunavyodai, baada ya uchaguzi tuboreshe sheria zetu na mifumo yetu. Ubunge uwe na ukomo wa miaka 15, vipindi vitatu. Umechaguliwa 2025 kuwa mbunge, 2030 kuwa mbunge, 2035 unakuwa ni awamu yako ya pili, si ndio? 2040 iwe mwisho kuwa mbunge. Maana yake ni nini? Kama tungekuwa na hii sera kwa mtu ambaye alikuwa mbunge 2010, 2015, 2020, manake huu ungekuwa ni uchaguzi wake wa mwisho. Manake 10, 15 miaka mitano, 15, 20 miaka 10, 20, 25 angekuwa amemaliza miaka 15. Kwa hiyo leo hii tungekuwa na wabunge wengi ambao wamekaa zaidi ya miaka 15, wangeondoka kwenye nafasi hizo za kugombea ubunge na wangewaachia vijana wengi waweze kushiriki shughuli za uongozi na siasa katika taifa letu. Kwa hiyo vijana wa nchi hii, ajenda hii inatakuwa muibebe wa vyama vyote, kuanzia ndani ya CCM, vyama vya upinzani na Watanzania wote wasiokuwa na vyama. Vijana tunapenda kuwaona vijana wakishiriki mambo yao ya kitaifa ya uongozi. Sasa hatuwezi kuwa hivyo kama unakuta mtu ana miaka 30 mbunge, yani kakaa miaka 30 yeye ni mbunge na bado anaendelea kuwa mbunge. Yani mtu kakaa toka 2000, toka 95, unakuta kuna mtu toka 95 mbunge, 2020 mbunge, 2025 mbunge, 2010 mbunge, 2015 mbunge, 2020 mbunge, 25 mbunge, na hatujui atatoka lini. Kana kwamba katika majimbo hayo hakuna watu wengine wanaweza kuwa viongozi. Nadhani hilo ndio jambo ambalo tunapaswa tusisitize, na Watanzania waone kwamba mambo ya mabadiliko ya kisheria ya uchaguzi yapo mambo mengi. Kwa hiyo watu wasibeze agenda za mabadiliko kwenye mifumo yetu ya uongozi na sheria, kwa sababu yapo mengi ya kuzungumza. Moja wapo ni kama hili. Vijana wengi leo hii wanataka kwenda majimboni, lakini wanakutana na watu ambao wamekaa miaka 20, 30 kwenye majimbo. Kuang'oa watu kama hawa kwenye uchaguzi ni ngumu, kwa sababu wana fedha, na mnafahamu kabisa mfumo wetu wa uchaguzi bado fedha ina nafasi kubwa sana ya ushindi. Kwa hiyo tunapendekeza, kama sisi wameweza kuja na kikomo cha viti maalum, bado tunapendekeza sasa waangalie, kwa sababu sisi ndio chama kikubwa na tawala kwa sasa. Wanaweza wakalianzisha na wao hili, na wao wakaweka kikomo ndani ya chama kwanza. Baadaye vyama vikiweka vikomo, baadaye serikali automatically itaingia tu kwenye serikali. Walau tunaweza tukaanza kwenye vyama wakasema mbunge wa chama fulani, ukishakuwa umegombea ubunge na ukawa mbunge kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo, basi baada ya awamu hizo 3 usiendelee tena, pisha nafasi ya watu wengine. Ndio tutajenga taifa ambalo vijana wengi, Watanzania wengi wenye uwezo na nafasi wanaweza wakalitumikia taifa na kuongeza taifa letu. Kwa hiyo tunadhani haya mambo yaende katika njia ambayo tunaliangalia taifa kwa mapana. Kama tumeweza kusema rais anakaa miaka 10 kuwa rais, kwa nini tunashindwa kufanya kwa mbunge? Kama viti maalum tumeshaweka vikomo, kwa mbunge via hivyo hivyo.
mbunge na diwani wote kwa pamoja wawe miaka 15, pamoja na viongozi wengine wa serikali za mitaa kama wenye viti wa vijiji. Miaka 15 wote kwa pamoja inatosha. Mtu kama amemaliza awamu yake ya miaka 15, hakuna alichofanya kwa wananchi, basi ampishe mtu mwingine aje na mawazo mapya aweze kulisaidia jimbo. Hizi ndio ajenda. Watanzania mtuelewe, tunaposema mabadiliko, tunaposema maboresho ya mifumo ya kikatiba na sheria, kuna mambo mengi ambayo ni ya msingi sana kama haya ambayo yanapaswa kuingia kwenye hayo maboresho, na Watanzania wote mtaona faida ya maboresho tu ambayo watu wanayazungumza. Na ndio maana sisi tukasema maboresho tunayozungumza sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi wala yasiwezekane, na sisi tunaona kabisa kwa muda tuliobaki maboresho ya kisheria yanaweza yasiwezekane, lakini yapo mambo mengi ambayo si ya kisheria. Kwa kupitia huo mwafaka sisi tumetoa mbadala sasa, kwa sababu tumeshindwa kufanya maboresho ya kisheria pengine yale makubwa kwa mfano ya kikatiba. Kwa kupitia mambo ya mwafaka kuna mambo mengi sana tunaweza tukatengeneza na yakakaa sawa kuelekea kwenye uchaguzi.